wanahabari, kama mnavyoona hapa nyuma ni tukio la ajali ya basi ya kampuni ya Manning Nice yenye namba za usajili 580 ENT ambayo inafanya safari zake kutoka mkoa wa Dar es Salaam kwenda mkoa wa Ruvuma. Basi hii imepata ajali leo tarehe 20 mwezi wa 6 2026 majira saa 12:15 katika kijiji cha Limage, kata ya Ikobi, barabara kuu ya Njombe kuelekea Songea. Basi hii ilikuwa imebeba abiria 39 lakini uwezo wake ni kubeba abiria 51. Kwa mara baada ya ajali hii, jumla ya watu 28 walipata majeraha, lakini kati hao 23 wametibiwa na kuweza kuruhusiwa. Lakini waliobakia ni watu 5 ambao wana majeraha sehemu mbalimbali za miili yao na wamepata rufaa kwenda katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Njombe, ambao wanaume ni 3 na wanawake 2. Katika ajali hii chanzo kikuu cha ajali ni mwendo kasi, lakini na dereva kushindwa kulimudu gari kwenye kona kali ambayo ina mteremko na kuweza kupinduka na kusababisha majeraha kwa abiria hao 28. Lakini dereva ambaye alikuwa anaendesha basi hili kutokea Njombe amefahamika kwa jina la Idrisa Amlan Luvanga, ambaye ametoroka na jeshi la polisi linamtaka ajisalimishe kwa hatua zingine za kisheria. Lakini tunachoshukuru Mungu, katika ajali hii abiria wengi walikuwa wamefunga mikanda, ndio maana unaona ni majeraha, otherwise kungekotokea vifo. Lakini tunawaomba abiria kama walivyoonesha katika basi hili kuendelea kufunga mkanda, basi kila abiria aendelee kufunga mkanda. Lakini tunatoa wito kwa madereva wote kuzingatia sheria ya usalama barabarani ili kuepusha ajali za namna hii, na kwamba barabara yetu hii ya Njombe Songea ni barabara ambayo ni finyu na ina kona na miteremko mikali. Kwa madereva ambao wanafanya kazi na wanaoendesha magari katika barabara hii wahakikishe kwamba wanazingatia hayo, na wakati huu mnaona ni hali ambayo kumekuwa na ukungu wakati wa asubuhi. Kwa madereva wajue hilo na wazingatie sheria za usalama barabarani. Dereva alikuwa anaendesha tu vizuri. Kwa tumetoka kuja hadi hapo Njombe. Sasa Njombe pale nafikiri wakabadilishana. Yule mwingine nafikiri alikuwa anachoka, kwa akabadilishwa akaingia mwingine. Sasa sijajua kwamba labda naye ana uzoefu na njia ni vipi. Natoka pale sasa sisi tunashuka kwa mimi sio mwenyeji sana hivi sehemu. Hivi kuna sehemu kuna kona. Sasa tukaona gari linamshinda. Sababu sisi wengine tulikuwa mbele kabisa pale ile stage za mwanzo. Jaribu kuna yeye lakini nikakataa. Nikapinduka kama mara 3. Kwa hiyo lililoli mara 3. Kama kweli 3. Basi ndo tunakuja tukushuka. Ndo hali kwa vile kila mtu anahangaika kujitetea kwa namna yake. Basi sasa mimi nilikuwa sijajua kwamba nimeumia au vipi. Nilikuwa namsikia kuna dada anaharamika kwamba anasema sio nimebana. Sasa nikajitahidi kumsaidia nimtoe. Maana mkanda ulikuwa umembana. Sasa wakati nataka nimtoe, na mimi naona mkono mwepesi. Mkono mwepesi yani kama vile yani ukinanyelea unaona tu kinavutika hiki. Yani kama vile ni vitu vilitoka kama vimejitenga. Basi nikajitahidi kwa nikamtoa dada. Mimi pale nikajibidi sasa nijikaze hivyo hivyo. Utavuta. Katoka maana tulikuwa tumebana kwa sehemu fulani hivi. Na nafikiri kitu tusaidia pale kulikuwa kama miti. Ilinasia pale, lakini nafikiri ingeenda mbali zaidi. Kuloli kwenda mbele zaidi. Basi tukajikomboa pale. Walikuwa kutoka.